Vita vya miaka 30, 30 Years War, havikuwa tu mapigano ya kawaida ya kijeshi. Vilikuwa hadithi ndefu ya hofu, imani, tamaa ya madaraka na mabadiliko makubwa yaliyoibadilisha Ulaya milele. Ili kuelewa uzito wake, ni lazima turudi nyuma kidogo kwenye mizizi yake, mahali ambapo moto wa vita ulianza kuwaka polepole kabla haujalipuka kwa nguvu. Habari? Karibu kwenye mwendelezo wa makala zetu hapa Positivity Media. Leo tumekuleta makala kuhusu vita vya kidini vilivyodumu kwa muda mrefu kuliko vita vyovyote vya silaha vya kidini vilivyowahi kutokea duniani. Karne ya 16 ilikuwa kipindi cha mpasuko mkubwa wa kidini barani Ulaya. Mageuzi yaliyoanzishwa na Martin Luther yalitikisa misingi ya kanisa Katoliki na kusababisha kuzaliwa kwa Uprotestanti. Mataifa na watawala wakaanza kugawanyika, wengine wakibaki waaminifu kwa Roma, wengine wakikumbatia mafundisho mapya. Ndani ya Holy Roman Empire, ambayo haikuwa nchi moja bali mkusanyiko wa majimbo mengi ya Kijerumani, mgawanyiko huu ulikuwa hatari zaidi. Mwaka 1555, juhudi za kuzima mvutano zilifanyika kupitia Amani ya Augsburg. Makubaliano hayo yaliruhusu kila mtawala kuchagua dini ya eneo lake, iwe Katoliki au Kilutheri. Kwa muda mfupi ilionekana kama suluhisho, lakini ndani yake kulikuwa na bomu lililokuwa likisubiri kulipuka. Kwa sababu Uprotestanti haukusimama kwenye Ulutheri pekee, aina nyingine kama Ukalvinisti zilianza kuenea na hazikutambuliwa rasmi. Hivyo amani hiyo ilikuwa ya juu juu, chini yake kulikuwa na chuki na hofu zilizokuwa zikikua kimya kimya. Kadri miaka ilivyopita, mvutano uliongezeka. Waprotestanti waliogopa kunyimwa haki zao, huku Wakatoliki wakitaka kurejesha nguvu zao za zamani. Hali ilifikia kilele mwaka 1618 katika mji wa Prague, eneo la Bohemia. Hapa ndipo tukio lililochochea mlipuko wa vita lilipotokea, tukio maarufu kama Defenestration of Prague. Maafisa wa kifalme waliokuwa wakimwakilisha Mfalme Ferdinand wa Pili walitupwa nje ya dirisha na waasi wa Kiprotestanti. Haikuwa tu kitendo cha hasira, ilikuwa ishara ya uasi wazi dhidi ya mamlaka ya kifalme na kidini. Kutoka hapo moto ulianza kuwaka. Waprotestanti wa Bohemia walimkataa Ferdinand wa Pili na badala yake wakamchagua Frederick wa Tano kuwa mfalme wao. Lakini uamuzi huu haukudumu. Majeshi ya Kikatoliki yakiongozwa na makamanda waliobobea kama Johann Cercles, Count of Tilly, yaliwashambulia kwa nguvu. Vita vya White Mountain mwaka 1620 vilikuwa pigo kubwa kwa Waprotestanti. Ndani ya muda mfupi, uasi ulizimwa na Bohemia ikarudi chini ya udhibiti mkali wa Kikatoliki. Lakini badala ya kumaliza mgogoro, ushindi huo uliufanya uenee zaidi. Habari za mateso na ukandamizaji wa Waprotestanti zilienea Ulaya nzima. Mataifa mengine yakaanza kujiuliza, je, huu ulikuwa mwanzo wa mwisho wa uhuru wa kidini? Ndipo Christian wa IV, mfalme wa Denmark, alipoamua kuingilia kati mwaka 1625. Lakini juhudi zake hazikufanikiwa. Alikutana na nguvu kubwa ya majeshi ya kifalme chini ya Albrecht von Wallenstein, jemedari mwenye mbinu kali na jeshi kubwa lisilokuwa la kawaida. Denmark ilishindwa, na mwaka 1629 ililazimika kujiondoa vitani. Ushindi huu ulimpa Ferdinand wa Pili ujasiri wa kuchukua hatua kali zaidi. Alitoa amri ya kurejesha mali zote za kanisa Katoliki zilizokuwa zimechukuliwa na Waprotestanti. Hatua hii haikuletea amani, ilichochea hofu zaidi. Kisha upepo wa vita ukageuka. Mwaka 1630, Gustavus Adolphus, mfalme wa Uswidi, aliingia vitani. Tofauti na waliomtangulia, alikuwa mwanajeshi mwenye kipaji kikubwa cha kijeshi. Alibadilisha mbinu za vita, akafanya jeshi lake kuwa la kisasa zaidi, na akaanza kushinda mapambano makubwa. Ushindi wake katika vita vya Breitenfeld ulikuwa wa kihistoria. Ulirejesha matumaini kwa Waprotestanti na kubadilisha mwelekeo wa vita. Kwa muda, ilionekana kama mizani ilikuwa imebadilika kabisa. Lakini ushindi huo haukudumu bila gharama. Mwaka 1632, Gustavus Adolphus aliuawa katika vita vya Lutzen.
Kifo chake kilikuwa pigo kubwa kwa upande wa Waprotestanti. Bila uongozi wake, nguvu ya Uswidi ilianza kupungua na vita vikaanza tena kuingia katika hali ya mkanganyiko. Ndipo tukio lisilotarajiwa lilipotokea. Mwaka 1635, France, nchi ya Kikatoliki, iliamua kuingia vitani upande wa Waprotestanti. Haikuwa kwa sababu ya dini, bali siasa. Ufaransa ilitaka kuduhufisha nguvu ya familia ya Habsburg, ambao walikuwa wameizunguka kijiografia na kisiasa. Hapa ndipo vita vilibadilika kabisa, kutoka vita vya kidini kuwa vita vya kisiasa vya nguvu na ushawishi. Miaka iliyofuata ilikuwa ya giza. Mapigano yaliendelea bila mshindi wa wazi. Vijiji viliteketezwa, mashamba yakaharibiwa, na watu walikufa si kwa upanga tu, bali kwa njaa na magonjwa. Katika maeneo mengi ya Ujerumani, maisha yalipotea kwa kiwango cha kutisha. Jamii zima zilifutika. Baada ya miongo mitatu ya mateso, uchovu ulianza kushinda tamaa ya vita. Hatimaye, mwaka 1648, makubaliano ya amani yalifikiwa, yajulikanayo kama Amani ya Westphalia. Mikataba hii haikumaliza tu vita, ilibadilisha mfumo mzima wa Ulaya. Kwa mara ya kwanza, wazo la mataifa huru yaliyo na mamlaka kamili lilikubalika. Dini haikuwa tena sababu ya lazima ya vita kati ya mataifa. Katoliki, Kilutheri na Calvinisti zote zilitambuliwa rasmi. Holy Roman Empire ilibaki, lakini ikiwa dhaifu zaidi, huku majimbo yake yakipata uhuru mkubwa. Vita vilikuwa vimeisha, lakini athari zake ziliendelea kuishi. Ulaya haikuwa ile ile tena. Miji ilijengwa upya polepole. Jamii zilianza kujipanga upya. Na katika historia, vita vya miaka 30 vilibaki kama onyo kali kwamba mchanganyiko wa dini, siasa na tamaa ya madaraka unaweza kuzaa uharibifu mkubwa usio na kifani. Hiyo ndio hadithi yake, si tu ya vita, bali ya jinsi dunia ilivyobadilika kupitia maumivu makubwa. Endelea kuwa nami na karibu kwenye video ijayo.